hapa ni Kibati hapa. Kibati hapa komanda sektere yole. Tuko mkibati ndani manyumba njoo ile. Manyumba kwa mbiliwa kuna bongo. Okay. Okay. Reale njoo. Okay. Mujisikilie nyepeke. Tuko Kibati. Wakombata wale. Wakombata. Tuko Kibati. Uko Kivu Kaskazini, baada ya mapigano makali kati ya waasi wa M23 na wapiganaji wa Wazalendo siku ya Jumanne, hali imeripotiwa kuwa tulivu kiasi asubuhi ya Jumatano. Hata hivyo, eneo la Kibati bado liko chini ya udhibiti wa waasi wa M23. Uko kunako maeneo ya Bwito, Ruchuru, katika kijiji cha Bishusha, waasi wa M23 na Wazalendo wanatupiliana lawama kuhusu mauaji ya watu 9 wakiwemo mtoto mmoja aliyetokea katika kituo cha Bishusha. Tuangazie uso huko Bukombo, Ruchuru. Waasi wa M23 wamewaua raia 6 katika eneo la Rindi Munema wakati wa kile walichokiita operesheni za kuwafuatilia Wazalendo. Waliwaua wametambuliwa kuwa Esaya, Bibusha, Yeremia, Sore, Boda, Matayo na Kibonge. Inapaswa kukumbuka kuwa eneo ya Bwito ndiyo eneo limeathirika zaidi na mauaji ya raia kwa kiwango kikubwa yanayofanywa na waasi wa M23 kufuatia yale ya Binza na Kalake yaliyotokea hivi karibuni katika maeneo ya Nyiragongo. Tugusie taarifa kutoka Kivu Kusini. Wapiganaji kadhaa wa FARDC au wa jeshi la taifa na wengine waliokuwa wamejiunga kwa nguvu na waasi wa M23 tangu kuanguka kwa mji wa Goma wanaendelea kukimbilia upande wa serikali. Jumanne, wapiganaji 15 walijisalimisha kwa Wazalendo katika tarafa ya Kabare kabla kupelekwa Bunyakiri ambako walikabidhiwa rasmi katika mikono ya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC.